haraka. Kwa hiyo mimi nijikite kwenye mechi ya tarehe 8 kwa sababu kuzungumzia Simba ni sawa na kumzungumzia Namungo au Lipuli. Naizungumzia klabu yangu tarehe 8 mwezi wa 3 kwa sababu naamini hiyo siku ndio kiyama, kwa sababu tunaamini sisi mpaka sasa hizi klabu ya Simba tumeshawapiga mara 4 mfululizo. Wakati huko nyuma niliwaambia sisi sio mara ya kwanza kumfunga Simba mara 4 mfululizo. Sisi mwaka 90 mpaka 93 tumemfunga Simba mara 6 mfululizo. Mwaka 90 mpaka 93. Kwa hiyo hii Yanga ya sasa ya Super Gamondi, Super yule aliondoka la Moviki na huyu wa sasa bado hawajavunja rekodi ya mwaka 90 mpaka 93. Kwa hiyo sisi tunaamini tarehe 8 mwezi wa 3 ni kiyama. Na mimi nataka niwaambie mechi iliyopita niliahidi, nilitoa 80, rehema nangu ni shahidi. Nilisema hivi, klabu ya Simba ikifanikiwa kupata sare kwenye mechi ya tarehe 8 mwezi wa tarehe ngapi ile iliyopita ambayo kijiri alijichomeka, nilisema atatoa shilingi 80. Lakini vile vile kupitia hii nataka niwaahidi tena kwamba tarehe 8 mwezi wa 3 klabu ya Simba wakifanikiwa kuifunga Yanga, sio kuifunga kwa sababu kuifunga hawawezi, wakifanikiwa kupata sare zidi ya Yanga tarehe 8 mwezi wa 3, natoa ahadi sare tu. Wakifanikiwa kupata sare natoa ahadi shilingi 200,000. Wakipata sare zidi ya Yanga natoa shilingi 200,000 keshi. Kwa sababu gani? Na natoa leo tarehe Jumatatu, na Jumatatu hii fedha bana rehema nangu nakuja kuichukua. Nasema hivi, klabu ya Simba tarehe ninazungumza mbele ya Watanzania mashahidi, naomba muwe mnani njoo rehema tunaihesabu. Tunaihesabu kwa sababu sasa hii muwe mashahidi, muwe usimulishie nasema hivi, wewe nation, wewe nation usimulishie. Nasema hakuna kurudisha na hesabu. Tunao hesabu wote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 200,000 hii. Sasa kwa kumalizia 200,000 imetolewa na Kefa Chingule. Nimeahidi sare. Yaani kwa sababu najua kabisa Simba Sport Club kumfunga Yanga ni alfa na omega, haitawezekana. Nimewapa sare. Wakishindwa sare, mama Jeni bye bye. Najua hawawezi kwa sababu sisi wanachama, mashabiki na benchi la ufundi tumejipanga na tunajua wapi pa kuingilia na wapi pa kutokea. Kwanza tumejipanga. Kuanzia benchi la ufundi, mashabiki na wachezaji. Kwa hiyo na uhakika 100%. Alafu kingine sare tu. Sisi Darema. Bila kumalizia, unaona hizo nywele? Thamani yake unaziona hizi? Nasho chukua kabisa, nakwambia unaziona hizo nywele? Thamani yake ni milioni 1. Kama Yanga atanifunga tarehe 8, nisikize vizuri. Hizi nywele toka nizitengeze mpaka sasa hivi thamani yake ni milioni 1. Kama Yanga atanifunga tarehe 8, sio sare, hata anifunga. Mimi waninyoe kipaa sasa hivi nitakuwa ni shabiki wa JKT Tanzania. Nasema kabisa. Yanga ni timu mbovu, lakini mimi wanachofanikiwa ni waamuzi wa kina Kayoko. Bas. Lakini bila hivyo sisi tunawafunga. Haya, asante. Hela hiyo. Sema Kayoko mara 4 mpaka nakoa. Mimi dada Rehema huwa nakwambiaga kila siku kwamba mashabiki wa Simba ndio mashabiki ambao wanaeneza propaganda. Kwa sababu kwa nini nasema propaganda? Kwa sababu mnaamini ndio mashabiki waongo na wanafiki kuliko mashabiki wote wa timu 14 za ligi kuu Tanzania bara. Mimi sitoi nyongo kwa sababu kwenye klabu yangu hakuna mtu aliyefanya vibaya. Kwa hiyo leo nimekuja kwanza kuwasifia wa viongozi na benchi zima la ufundi la klabu ya Yanga. Lakini nataka niwaambie mashabiki hao watu wa propaganda, kwa sababu mimi ndio mzee wa fakti. Nataka niwaambie watu wa propaganda, timu inavyokuwa inafanya vizuri anasifiwa Mo, timu inavyofanya vibaya anakashifiwa Mangungu. Mangungu walisema ni mwenyekiti, hawa wakina Mnandi walisema Mangungu ni mwenyekiti wa kufungua na kufunga kikao. Umenielewa? Maana yake wamemtoa thamani yule mwenyekiti. Kwa nini timu inavyokuwa inafanya vibaya wanaenda kumwataki mwenyekiti? Kwa nini wasiende moja kwa moja kumwataki Mo? Kwa sababu tunaamini Mo, wamesema bosi karudi. Maana yake kama bosi karudi, tafsiri yake ni kwamba chochote kibaya ambacho kitafanyika, mtu wa kwanza kwenda kuatakiwa ni Mo. Umenielewa? Sasa leo mnavyosema hii dabi ya tarehe 8 ikitokea klabu ya Simba imefungwa, mtu wa kwanza kwenda kumwataki ni Mangungu, mnamuonea. Kwa nini msianze na Mo ambaye mnaamini ndio mtu ambaye anatoa fedha kwa ajili ya kwenda kufanyaje? Kusajili. Sasa mnavyosema mwenyekiti ambaye ndio mfungua vikao na mfunga vikao, mnasema tarehe 8 mwezi wa 3 ikitokea klabu ya Simba imefungwa, tutaandamana si barabarani. Na mimi nawaambia, tukimuona shabiki yote barabarani ameandamana wa klabu yoyote, nisiwafiche, virungu lazima vitatembea, kwa sababu nyinyi mtakuwa ni wazururaji na vibaka na tunasema nini, panyarodi. Tutawaita panyarodi. Shikilia hapo kwenye line ya simu, tuko na mwakilishi hapo ni draw yetu ile. Hello, habari za jioni. Mimi naitwa Rehema nangu kutoka Bongo FM. Nazungumza na nani?
natokea mkoa wa Kagera. Josephina, habari za Kagera? Nzuri. Kuna ujumbe umeona kwenye simu yako hapo? Nimeuona. Ujumbe unasemaje Josephina? Unasema nimepokea kiasi cha 42. Ni hela yako. Ulicheza pesa Josephina? Ndio. Unajisikiaje? Najisikia furaha kabisa. Umecheza mara ngapi Josephina? Leo nimecheza mara 4. Mara 4? Haya Josephina, hongera sana. Haya, asante, kazi njema. Haya, asante. Bwana Josephina huyo ni miongoni mwa washindi wetu, na National alikuwa anamtafuta sana kwenye simu akawa patikani. Na mimi nimeweza kumpata. Na wewe una nafasi kwa sababu muda bado upo hapa. Nenda kalipe bili ukiomba namba ya kampuni ni 553111. Robo finali ninyolewe kipala kama unakumbuka. Walikunyoa. Walinyoa wapi wakati robo hajafika? Mimi nilienda kumaliza kila kitu kwa mzee. Kwani aliyenyolewa ni Kefa? Kefa ndo alinyolewa kwa sababu hawezi kujua timu yake inavyoenda, lakini mimi nina uwezo wa kusema kitu fulani na kikatimia. Okay. Sawa, mambo yanasemaje lakini? Mambo tunashukuru Mungu, siku zinaenda. Mimi hatujaonana muda mrefu sana. Zaidi hata miezi 2 inaweza ikafika. Miezi 2 imefika, lakini pia hatujazungumza sana kuhusiana na ubaya ubwela. Mechi ile na Azam kulikuwa na hemwa nyingi, na mkasema mechi ile ndio itaamua nani ubingwa mnautangaza pale, lakini mambo yakawa sivyo yalivyotarajiwa. Ulitarajia yale matokeo? Hapana. Kikubwa mechi ya Azam tulicheza watu ambao mtoto na baba. Ile mechi tulicheza na tumefly. Hakuna mtu alolaumu kusimeti labda kuna mtu kaonewa. Wewe burudia sentence yako. Nisikize vizuri. Mechi ya Simba na Azam walicheza baba na mtoto. Na mechi ilichezwa vizuri. Azam walikuja wametuheshimu sisi Simba, na sisi tukawaheshimu wao kama watoto wetu. Na siku zote kama mzazi ukishindwa kumheshimu mwanao basi hata wewe sio mzazi. Maana wamekuja, tumetoa sare, tumepata pointi 4 kwa Azam. Ni moja ya mchezo, tumeshukuru mechi iliisha. Lakini sisi tulienda kwa jambo letu moja tu kwenye ile mechi ya Azam kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni mechi ya tarehe 8. Hiyo mechi sisi ndio tunatuma kwa sababu tumefungwa zaidi ya mara 4 mfululizo mpaka sasa hivi hatujapata pointi katika uwanja wa Benjamin Mkapa tukicheza na kunguru weusi. Chanelo vizuri, watoto wajongani, yani manake wao wanapokaa wao kunanuka. Umeelewa vizuri? Lakini kikubwa kama mimi Rehema nangu na kuahidi tarehe 8 mzee wa ungo, nimetoka Kilindi mpaka nimekuja Tanga, nimetoka Tanga nimekuja Dar es Salaam hii, nimekuja kufuata pointi 3 muhimu katika mechi ya tarehe 8 na lazima tuchukue. Bado siku 5 tu. Sawa, panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mara nyingi Nation usinifanyie hivyo. Lakini mara nyingi inapotokea kwamba nyinyi mnaongea sana, Yanga wakiwa wapole tu. Na Yanga wapigi kelele, unajua siku tofauti na zamani. Aliwatii mashaka katika hilo. Yanga ongee kwa sababu gani unajua? Kuna watu ambao wanawashikilia viongozi wakubwa wapo ambao wanaweza kuzicheza mechi zao. Wewe jiulize, mechi ya Yanga na Singida kuna wachezaji zaidi ya 8 ambao hawajawahi kuanza kwenye mechi, lakini sikio walitolewa kwa sababu ya surprise. Kuna matokeo ambao wanapangiwa, lakini wao nyuma yetu wanatuja kutuambia sisi tunanunua marefa. Hivi jiulize, nani ambaye bora yupi zaidi ambaye ananunua marefa? Refa yeye ni binadamu tu kwenye kuchezesha, lakini kwenye kupanga kikosi Yanga lazima sasa hivi wakae watulie. Na kwa design hii kama wataenda kwa mfumo huu, mabingwa sio miaka 30 zaidi ya dunia paka itapoisha. Lakini mimi ninachotaka kusema viongozi wa TFF pamoja na bodi nzima waangalie Ulaya. Hata Real Madrid, kuna Atletico Madrid, kuna Barcelona, hakuna mtu anaobebwa. Na mechi ya tarehe 8 mimi nilikuwa naomba walisema kama kuna VAR basi ikafanye kazi, na hakika ikiwepo VAR katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Yanga aondoke hata na pointi 1 kwa sababu Simba tuna kikosi kizuri. Kuna Debra Fernandez, kuna Mpanzu JR, huyu mtu ana balaa. Lakini hapo kwenye VAR, miongoni mwa michezo ambayo Simba mmecheza na timu nyingine, penalty zimekuwa nyingi sana kiasi kwamba zinapelekea mpaka mashabiki mashabiki wa timu pinzani na wachezaji wakilalamikia penalty, yani kwamba bila penalty nyinyi alama 3 hakuna. Sasa hiyo VAR ambayo mnataka iwepo, kweli mna uhakika mmejiridhisha na timu yenu yale mambo ya kujidondosha kupewa penalty hayatokuwepo? Yani kwangu mimi nimefuatilia nyingi, refa yeye lazima afate nini? Wanakusikia Kilindi. Kilindi wananisikia, lakini ninachotaka kusema refa kama refa. Refa yeye katika mechi kama zile ndogo, yeye sio mtu ambaye hana akili, ana akili zake, anajua hii ni foul ambayo ya penalty, na kweli penalty. Simba hatujawahi kubebwa, lakini ukija kufuatilia wengi wanaoongea kwa sababu wanajua wao wanafanyaje, wanabebwa sana. Lakini sisi tunachokihitaji sisi kama sisi nini, assist referee
VAR ikifanya kazi katika mechi ya Simba na Yanga kwenye dabi, mimi na hakika Simba anamfunga Yanga miaka yake yote, kwa sababu wewe fuatilia mechi zao nyingi ambazo Simba anafunga na Yanga. Sasa kikosi kibora Simba imekuwa nacho msimu uliopita, mlikuwa na kikosi bora Simba. Msimu huu? Msimu huu tumekuwa na kikosi bora cha kina Mavambo. Nisikize vizuri, hata msimu uliopita kuna watu wamenunua maduka, tulikuwa tuna kikosi bora, lakini kuna watu wananyongonyesha Simba. Paka sasa hivi ambapo tunakaa kwenye mazingira yale pale, na paka leo namba hawapati katika Simba ile. Kwa sababu gani? Alifanyaje? Alifanikiwa kwa kuwa kwenye mechi ya Simba na Yanga. Sasa hivi ana duka Kinondoni la jezi. Maana yake paka leo anashindwa kupata ajira yake kufanya kazi, na ni mtu mzuri, anajua kucheza vizuri, anajua kudaka vizuri, lakini paka leo namba hapati. Kwa sababu gani? Kainyongonyeza Simba. Mimi ninachotaka kusema, mashabiki wa Simba, bado tupo na timu nzuri na tuna kocha mzuri ambaye mwenye weledi mkubwa. Tanzania hii hakuna kama Fadlu Davis. Bwana, huyu ni mzee wa pointi 3 kutoka